BMP TV Professional Update. Waendeleaje ndo mtazamaji na msikivu wa BMP TV Online, mimi ni Sesde Mr. Orange. Karibu tena kwenye BMP TV Online ili kupata update ambazo tunazidi kupeperusha vyema kabisa kufahamu ulimwengu wa sasa pamoja na BMP TV Online. Leo ndo mtazamaji tutazungumzia barua ambayo aliyoiandika Denis Mukwege ambaye ni daktari wa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na shule ambazo sasa hivi hazieleweki mwelekeo huko kivipi. Na huu ni muktasari wa habari. Taarifa rasmi kwa umma kuhusu mazungumzo ya amani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Rwanda tarehe 18 Juni 2025. Kauli ya Dr. Denis Mukwege. Taarifa maalum, ushuhuda wa kustua kuhusu shule moja kati ya wilaya ya Ngaliema. Hayo ni mambo moja wapo ambayo tutakayoyazungumzia hii leo kuhusu shule ya huko Ngaliema, pamoja na barua ya Dr. huyu Denis Mukwege ambayo ameandika yeye mwenyewe. Ndugu mtazamaji, kuwa pamoja nasi mwanzo hadi mwisho ili kupata update kama na hizi, na hivyo utakometisha zaidi habari kamili. Tumepokea kwa makini taarifa ya pamoja iliyotolewa tarehe 18 Juni 2025 kuhusu mazungumzo ya amani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Rwanda ambayo yalifanyika chini ya usuluhishaji wa Marekani na kwa usaidizi wa usimamizi wa nchi ya Qatar. Taarifa hiyo ya pamoja iliyochapishwa kwenye tovuti rasmi ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inajikita kwenye tamko la misingi lililotolewa na kusainiwa hapo awali tarehe 25 Aprili 2025, tamko ambalo tayari tulishatoa msimamo wetu kulihusu. Kwa msingi huo, tunapongeza kwa dhati juhudi zote zinazoelekezwa katika kujenga amani ya haki ya kudumu ili kumaliza mateso ya kupindukia ambayo yamekuwa yakiwakumba raia wa Kongo kutokana na vita vya uvamizi, ukaliaji wa mabavu kwa ardhi ya uporaji wa rasilimali asilia unaendelea katika maeneo ya mashariki mwa nchi. Hata hivyo, taarifa ya pamoja iliyotolewa baada ya mazungumzo yaliyofanyika wiki hii mjini Washington kati ya timu za kiufundi za pande husika mbele ya naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani anayehusika na masuala ya kisiasa imetuacha na maswali mengi. Tamko hilo limeeleza tu kwa ujumla kuhusu masuala ya kuheshimu mipaka ya ardhi ya kitaifa, kusitisha mapigano, kuvunja makundi ya waasi, kuruhusu mashirika ya kibinadamu kufikia waathirika na kuweka misingi ya ushirikiano wa kiuchumi wa kikanda. Hata hivyo, halijatoa maelezo ya kina wala hatua madhubuti za utekelezaji. Tunatoa tena tahadhari yetu dhidi ya juhudi zozote za upatanishaji ambazo zitambui hadharani ukweli wa uvamizi uliofanywa na Rwanda dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunasikitishwa na mwenendo wa mchakato huu wa mazungumzo ambayo unakosa uwazi, ushirikishwaji wa kweli wa wadau wa ndani na ambao unaonekana kulenga kumsaidia mvamizi ambaye bado hajawajibishwa kwa uhalifu alioutenda. Hali hii inaweza kufanikisha kusafishwa kwa uhalifu wa kivita na jinai dhidi ya ubinadamu kwa jina la ushirikiano wa kiuchumi. Katika hali ya sasa, makubaliano yoyote yatakayofanyika yanaweza kuwa ni sawa na kumpa tunzo mvamizi, kuhalalisha uporaji wa mali za taifa la Kongo na kulazimisha washirika kukubali hali hiyo bila kupata haki, ili halikubaliki kwa watu wa Kongo. Zaidi ya hayo, taarifa hiyo ya pamoja haijazingatia yaliyomo katika azimio na 2773 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lililopitishwa tarehe 20 Februari 2025. Azimio hilo ambalo lina nguvu za kisheria kimataifa linataka kusitishwa kwa mapigano mara moja bila masharti, kuondolewa kwa wanajeshi wa Rwanda kutoka ardhi ya Kongo na kusitishwa kwa uungwaji mkono wa kundi la M23. Pia linataka kuvunjwa kwa utawala haramu unaotekelezwa katika maeneo yaliyo chini ya ukaliaji wa mabavu. Kutokana na haya, tunatoa msimamo wa mashaka makubwa juu ya mwelekeo wa sasa wa mazungumzo haya ya amani. Tunatoa wito kwa wadau wote
kuhakikisha kuwa mchakato huu unakuwa wazi, shinikizo na unazingatia ushiriki wa wanawake na vijana kwa kiwango kikubwa. Aidha, vita vinavyoendelea sasa ni muendelezo wa miaka zaidi ya 30 ya mashambulizi ya kivamizi na uhalifu wa kimataifa uliotendwa dhidi ya watu wa Kongo. Suluhu ya kudumu haiwezi kupatikana bila kukomesha utamaduni wa kutowajibika kwa uhalifu. Haki, ukweli na fidia lazima viwe katika kiini cha mchakato wa amani. Ni jambo lisilokubalika kwa raia wa Kongo kuzungumza kuhusu ushirikiano wa kiuchumi na usimamizi wa pamoja wa rasilimali asilia na taifa ambalo limesababisha mauaji ya halaiki, ubakaji wa mamia ya maelfu ya wanawake na mamilioni ya watu kufurushwa kutoka makwao bila kutaja haki wala fidia. Utajiri wa ardhi ya Kongo hauwezi kuuzwa kwa siri kwa misingi ya ubeberu mpya wa kiuchumi. Amani ya kweli haimaanishi tu kunyamazisha silaha au kurejesha biashara, bali ni amani inayojengwa juu ya haki, ukweli na heshima kwa haki za binadamu na sheria za kimataifa. Lazima tuelewe kwamba amani ya kudumu haiwezi kufikiwa bila kuchukua hatua za kweli za haki ya mpito, ili kuzuia marudio ya uhalifu na kujenga msingi wa upatanisho wa kweli. Kwa kuongezea, tunakataa mbinu ya majadiliano ya nchi mbili, bilateral approach, inayoendeleza na diplomasia ya Marekani katika suala ambalo kwa hakika lina sura ya kikanda. Mgogoro huu unahusisha pia nchi kama Uganda na Burundi na unachochewa na maslahi ya kiuchumi na kisiasa ya kimataifa. Makubaliano ya pande mbili hayawezi peke yake kuleta amani ya kudumu katika eneo hili. Kwa msingi huo, tunatoa wito kwa jamii ya kimataifa, wakiwemo marafiki wa Kongo waliopo Washington, kutafuta njia ya kufufua kwa nguvu mpya makubaliano ya 2013 ya amani, usalama na ushirikiano kwa ajili ya DRC na kanda nzima. Tunapendekeza kuitishwa kwa mkutano wa kimataifa wa ngazi ya juu utakaosimamiwa na taasisi ya mataifa yaliyo wadhamini wa mkataba huo. Njia kuelekea amani katika maziwa makuu ipo wazi, ikiwa tu viongozi wa nchi wanazo nia ya kweli ya kisiasa na wadau wote wanafanya kazi kwa dhamira njema ya kutafuta suluhu ya kudumu. Suluhisho hiyo haiwezi kupatikana kwa gharama ya kuipuuzia haki. Imetolewa na Dr. Denis Mukwege, mshindi wa tunzo ya amani ya Nobel, daktari bingwa wa upasuaji wa mtetezi wa haki za binadamu. Hiyo tarehe 20 ya leo Juni 2025. Bado tunaendelea na taarifa rasmi. Taarifa kustua: je, hii ni shule au kambi ya kijeshi? Katika hali ya kusikitisha inayozua maswali mengi juu ya haki za wanafunzi na mazingira ya kufundishia, mtandao wa Pepele News umepokea ushuhuda wa kushangaza kutoka kwa wanafunzi wa shule moja inayopatikana katika wilaya ya Ngalihema. Kwa sababu za maadili za kiuandishi wa habari na usalama wa wahusika, jina la shule halikutajwa, lakini uzito wa taarifa hii unahitaji tahadhari ya haraka kutoka kwa mamlaka husika na jamii kwa ujumla. Mwanafunzi huyo ameeleza kwa uchungu na kwa hofu kubwa jinsi mazingira ya masomo katika shule hiyo yamegeuka kuwa ya unyanyasaji, udhalilishaji na ukandamizaji wa haki za msingi za binadamu. Mazingira ya kustua, ufuatiliaji mkali kama wa kijeshi. Kwa mujibu wa ushuhuda huo, shule hiyo imeweka kamera za ulinzi kila mahali, si tu katika maeneo ya wazi bali pia ndani ya madarasa, kwenye korido hadi uwanja wa. Mwanafunzi anasema, tunaishi kama wanajeshi, kila hatua unayochukua inamulikwa, hakuna faraga. Walimu, wanafunzi na hata wahudumu wa usafi wote wapo chini ya uangalizi mkali muda wote. Sheria za chuma na vikwazo visivyo na maelezo. Muda wa kufika shuleni ni kuanzia saa 1 asubuhi na dakika 20 mpaka saa 7 na dakika 20. Hakutolewi ruhusa ya kuingia hata kwa walimu. Hii imewafanya hata wale wanaokumbwa na dharura au usafi wa shida kugeuzwa mlangoni pasipo huruma. Wanafunzi hufukuzwa bila sababu za msingi. Baadhi
wakiondolewa shuleni kwa tuhuma zisizoeleweka au kwa makosa madogo sana. Walimu hudhalilishwa hadharani. Mwanafunzi huyo anasimulia kuwepo kwa vitendo vya kelele na aibu za waziwazi zinazowakumba walimu mbele ya wanafunzi, hali inayovunjia heshima. Malalamiko ya rushwa na ubaguzi. Mwalimu mmoja ameripotiwa kudai fedha kutoka kwa wanafunzi akitumia nafasi yake vibaya. Hata baada ya wanafunzi kulalamika, hakuchukuliwa hatua yoyote kwa kuwa analindwa na watu wenye ushawishi mkubwa ndani ya uongozi wa shule. Ubaguzi unaelekezwa kwa baadhi ya wanafunzi wa kike, hasa wale wanaonekana kuwa na ukaribu au uhusiano wa kindugu au kirafiki. Ukaribu huu umetafsiriwa vibaya na kusababisha baadhi ya wanafunzi kunyanyapaliwa au kuadhibiwa bila sababu za msingi. Hali mbaya ya vyoo na miundombinu ya afya. Picha zilizosambazwa kwa People News zinadhibitisha hali mbaya ya usafi katika vyoo vya shule hiyo. Vyoo vimeharibika na vinaonekana kuwa katika hali ya kuleta hatari kwa afya ya wanafunzi. Usimamizi wa shule haujachukua hatua yoyote ya dharura kurekebisha hali hiyo. Ujumbe wa mwisho wa mwanafunzi: tumechoka, hatuwezi kuendelea hivi. Katika hitimisho lake, mwanafunzi huyo alisema kwa maumivu, hatuwezi tena kuendelea katika mazingira haya. Shule hii inatukandamiza, inatudhalilisha sisi na hata wazazi wetu. Hakuna utu tena. Wito kwa mamlaka husika. Kwa uzito wa ushuhuda huu, tunatoa wito kwa Wizara ya Elimu, wadau wa haki za watoto na asasi za kiraia kuchukua hatua za haraka kufanya uchunguzi wa kina katika shule zote zenye mazingira yanayofanana na haya, si tu katika Ngalihema bali pia nchi nzima. Ni muhimu kuhakiki upya usalama wa uhuru, utu na heshima ya wanafunzi, walimu na wafanyakazi wote wa shule. Teknolojia ya usalama haitakiwi kuwa chombo cha hofu, bali msaada wa kuwezesha mazingira bora ya kujifunza. Vile vile, vitendo vya udhalilishaji, rushwa na ubaguzi wa kijinsia au kitabia havina nafasi katika taasisi yote ya elimu inayodaiwa kuandaa kizazi cha kesho. Kwa maadili ya kiuandishi, jina la shule halitajwi, lakini tahadhari imetolewa. Ukweli huu lazima uteke mabadiliko. Ripoti maalum kutoka Bukavu, huko Panzi. Habari za hivi punde kutoka mji wa Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zinaeleza kuwa hali ya taharuki imetanda katika vitongoji vya Kasihe na Kamagema baada ya kusikika kwa milio ya risasi kutoka eneo la Nyatende, eneo lililo karibu na Panzi. Hapa tuko Panzi, alerte, wazalendo wanaingia. Hapa ni Panzi kwa sai. Evenimeka pitikana sai. Ile ni alerte, ile ni panike ile. Basi ni fair. Isikie wana telefona mkono je naenda. Kuna. Hawezi baba yangu. Basi. Bale deja acha poteza. Hata wazalendo nao baingie sai singitafuta. Kwa mujibu wa mashuhuda walioko eneo hilo, tukio hilo limesababisha hofu kubwa na kupelekea wakazi wengi kukimbia makazi yao kwa haraka huku wakiwa hawajui pa kuelekea. Baadhi ya mafamilia zimeripotiwa kuomba hifadhi kwa majirani na taasisi za kidini zilizoko mbali na maeneo ya hatari.
Taarifa ambayo tumefanikiwa kuzipata zinaendeleza kuwa hali hiyo inahusiana moja kwa moja na mapigano yanayoendelea kati ya wapiganaji wa Wazalendo na wanamgambo wa kundi la M23 wanaoripotiwa kujipanga katika maeneo mbalimbali ya vilima vinavyozunguka Bukavu. Wakazi wa maeneo haya wamesema kuwa milio ya bunduki za kivita na milipuko ya mabomu imekuwa ikisikika tangu majira ya asubuhi na kuendelea hadi jioni, hali inayozidi kuzua hofu ya uwezekano wa mapigano kuhamia katika maeneo ya raia. Mpaka sasa hakuna taarifa rasmi kutoka mamlaka za serikali ya Kivu Kusini, lakini duru za kiusalama zinaeleza kuwa jeshi la serikali linafuatia kwa karibu hali hiyo na linaendelea kuchukua hatua za kuimarisha ulinzi katika maeneo muhimu ya mji huo ili kudhibiti hali isizidi kuwa mbaya zaidi. Wakati huo mashirika ya kiraia na wanaharakati wa haki za binadamu wanatoa wito kwa pande zinazopigana kuheshimu sheria za kimataifa, huku ulinzi wa raia na kutafuta njia ya mazungumzo ili kuokoa maisha ya watu wasiokuwa na hatia. Kwa sasa hali bado si shwari, na TV yetu itaendelea kukuletea habari za kina kuhusu maendeleo ya tukio hili kila tunapopokea taarifa mpya kutoka huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutoka meza ya habari, mimi ni Mr. Orange. BMP TV Online ni yetu sote. Kuwa pamoja nasi mwanzo hadi mwisho. Subscribe, like pia na comment, na hivyo utakometisha zaidi. Uwe na siku njema. BMP TV Professional Update.